Sisi wilaya Mvomero tumetembelewa na kamati ya siasa ya mkoa wa Morogoro ikiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Morogoro kwa lengo la kuzindua kumbukizi ya sherehe za kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi, na kimkoa imezinduliwa hapa Mvomero. Lakini pamoja na shughuli hizo za uzinduzi, walikuwa na kazi ya kutembelea miradi ya maendeleo katika wilaya yetu, na kwa leo wametembelea hospitali yetu ya wilaya ya Mvomero. Wamejionea uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na wamebahatika kujionea vifaa tiba na majengo ambayo tayari yameshajengwa katika hospitali hii. Lakini pia walipozungumza na watumishi, wamebaini baadhi ya changamoto ambazo wanakabiliana nazo au sisi tunakabiliana nazo kama wilaya ya Mvomero katika hospitali yetu ya wilaya. Na moja ya changamoto ni upungufu wa watumishi. Kwa hivyo kamati ya siasa ya mkoa imetoa maelekezo kwetu sisi kama serikali kuhakikisha tunaongeza idadi ya watumishi na wataalamu katika sekta ya afya kwa lengo la kuboresha huduma za afya. Na tayari serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imetuletea watumishi wapatao 30, na hili limefanyika katika halmashauri za nchi nzima, na sisi hapa Mvomero tumebahatika kupata watumishi 30 nyongeza hiyo kwa ajili ya kupunguza hilo gepu la watumishi katika sekta ya afya. Halmashauri ya wilaya ya Mvomero imeanza kutoa huduma zake mwaka 2017 na mpaka leo ambapo kamati ya siasa ya mkoa imekuja kuangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tayari kiasi cha shilingi bilioni 5 na milioni 225 kimeelekezwa katika kujenga miundombinu ya hospitali. Lakini ukiachilia mbali na majengo, kuna serikali pia imefanya uwekezaji mkubwa katika swala la upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Tuna x-ray kubwa ambayo ni digital, na ultrasound machine, lakini pia tuna mashine ya kutolea usingizi ambazo ni vifaa vikubwa. Hapa serikali imeweka fedha maalum kwa ajili ya vifaa tiba takriban shilingi milioni 950 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba tu, ukiacha dawa pamoja na vifaa vingine ambavyo vimekuwa vikiletwa. Kwa hiyo kwa ujumla, katika swala la utekelezaji wa ilani ya chama katika hospitali hii limeonekana kwa kiwango kikubwa, tukianza na miundombinu kama nilivyoeleza, lakini pia upatikanaji wa dawa na vifaa. Tembelea majengo, tunaona ni majengo bora kabisa, lakini pia kuna vifaa vya kisasa kabisa vya tiba. Yote ni kazi ambayo imefanywa na serikali chini ya maono ya Mheshimiwa Rais, kuona kwamba ameimarisha huduma za afya katika maeneo mbalimbali ili wananchi basi wanufaike na mpango maono ya serikali. Majengo tumeona ni mazuri sana. Kwa pia niwapongeze wakandarasi na hata waliosimamia katika ujenzi wapate huduma ambayo inalingana na ubora wa majengo yaliyopo. Wafurahie uwekezaji wa serikali. Haina maana kuwa na majengo mazuri, vifaa vizuri, wakati huduma inakuwa iko chini. Kwa hiyo jukumu lenu sasa kama watumishi kuhakikisha kwamba mnafanya kazi zenu kwa weledi, watu wawe na tabasamu na hicho ambacho mnawahudumia. Huduma tunaona inaenda vizuri, tofauti na mwanzo kwa zimeanza. Sababu mwanzo kulikuwa na changamoto ya manesi na dokta, sasa hivi changamoto hizo na manesi tunao, na dokta tunao, na tuendo vizuri. Wangu kwa serikali kwamba wazidi kutuongezea madawa na madokta ambao ni wazoefu sana, maana kuna maradhi mengine wenzetu wao unakuta hawaelewi, kwa transfer labda uende Morogoro au uende Muhimbili. Kwa tunaomba zidi kuboresha ili kusiwe na msafara kwenda kunakuta mtu kazidiwa apeleke huko, anaweza kafia njiani kutokana na huduma hapa hamna. Lakini zikiwepo huduma zile za umuhimu sana tunakuwa vizuri.